kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yetu ya mawaziri Dr. Pindi Chana na naibu wake Kitandula, lakini bila kuwasahau watendaji wakuu wanaongozwa na katibu wetu mkuu Dr. Abbas. Kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana ya kuendeleza utalii. Sio kidogo, kutoka asilimia ambazo tulikuwa tunazipigia kelele huko nyuma kwamba sasa utalii Tanzania hauko vizuri, leo tumefika asilimia 132. Sio kitu cha kawaida. Ni kwa sababu ya juhudi kubwa ambayo anafanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia programu mbalimbali ambazo Mheshimiwa Waziri amezisoma ikiwemo na Royal Tour. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na sisi tutaendelea kumuunga mkono katika jambo hilo. Lakini Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine mazuri ambayo Mheshimiwa Rais anafanya kwenye sekta hii ya utalii, Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza kabisa kuna maombi ambayo yapo hata kwenye taarifa ambayo Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati amewakilisha Mheshimiwa Mzava. Kuna fedha ambazo alitoa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maendeleo ya utalii, zile tozo kwa ajili ya maendeleo ya utalii TDL. Fedha zile ni nyingi na zinahitaji umakini mkubwa sana. Alijaongelewa hapa hilo swala, itabidi lazima niliongelee kidogo. Zinahitaji umadhubuti, umakini mkubwa kwenye kuzitumia fedha zile. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitoa kwa nia njema ili kuendeleza utalii. Yako mambo mengi ndani mle kwa ajili ya kuendeleza utalii, lakini zipo taasisi ambazo zimeishaanza kutumia fedha hizo, wanaendelea kuzitumia kwa ajili ya kuendeleza utalii, lakini zipo ambazo mimi nafahamu karibu bilioni 17 bado hazijatumika, na kuna baadhi ya maneno mengi ya mashaka kuhusiana na fedha hizo. Namuomba sana Mheshimiwa Waziri kupitia katibu wako mkuu Dr. Abbas, mnafanya kazi nzuri sana. Fedha hizi kwa sababu mama amezitoa kwa nia njema, ziende kutumika kwa nia njema hiyo hiyo. Maana kuna watu wakishaona fedha zimetoka basi wanapeleka vitu vingine, havijafanyiwa hata tathmini ya kutosha, uchambuzi wa kutosha, wanapeleka kuomba fedha zile. Zile fedha ni nyingi na huko ndiko kunaweza katokea upigaji. Fedha hizi zilindwe, ziende kwa madhumuni ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametarajia zitafanya kazi hiyo. Na ninavyofahamu pia hizi fedha hazijakaguliwa bado na CAG. Ikiwezekana CAG atakapoanza kufanya kazi basi apitie kuangalia hizi fedha alizoweka mama za kuendeleza utalii, je, zitatumika au zinatumika kama ilivyokusudiwa, ili yale malengo ambayo mama anayatarajia katika sekta ya utalii ambayo tunafanya vizuri sana yaweze kutimia. Hilo lilikuwa la pili. Lakini Mheshimiwa Spika, katika hayo mambo ya kitalii tulikuwa Arusha, kama ripoti ya kamati inavyosema, kwenye mambo ya vyakula tunafanya kazi au tuna sifa kubwa kwenye maeneo mengi, lakini kwenye chakula bado kidogo. Kwenye hoteli zetu za kitalii, alikuwepo hivi karibuni balozi wa India, alikuja kule Arusha na alikutana na mkuu wa mkoa wa Arusha. Kuna baadhi ya vyakula hasa vya Kiasia, nikichukulia mfano wenzetu wa Hindi, sio wengi sana kama walivyo wazungu na mataifa mengine kwenye utalii wetu kwa sababu ya vyakula. Kwa hiyo waangalie kuhusu vyakula wanafanyaje. Wanyama waharibifu wapo hata kule Tabora, Igombe kule kuna ongezeko kubwa la viboko, wananchi wanaathirika. Ninaomba sana kwenye kulipa fidia
msikawize fidia zao, kwa sababu wanakuwa wamejeruhiwa na wengine wamepata madhara ya vifo. Lakini tusisahau pia wapinzani wanatumiaga sana hapa wanyama. Mheshimiwa Spika, wana uzazi wa mpango ule, wao wanazaliana na wamedhibitiwa, ni wengi. Hata barabarani tunakutana nao, Arusha tulivyoenda, tembo wako barabarani. Tuangalie namna gani tutawavuna ili kupunguza makali yao, kwa sababu wanaendelea kuongezeka na ni wengi kweli, na ndio ilikuwa matarajio yetu kwamba waweze kuongezeka ili watu waweze kuwaona wanyama wakiwa wengi. Wakati mwingine kuwasikiliza sana wapinzani hawa kunakuwa na shida. Mimi wanapenda kuwafananisha na mtoto mdogo. Wakati mwingine unajua mtoto mdogo akianguka, huwa kakianguka kwenye watu wengi hivi, kanainuka kanaangalia huku na huku, alafu kakiona mko kimya, kanaendelea na shughuli zake. Kosa useme pole. Ukisema pole huwa kanaangua yowe. Ndio sawa na hao wenzetu, kila wanalotimiziwa na Mheshimiwa Rais wanalalamika. Jamani, hatuendi hata Ikulu, wanakaribishwa mpaka chai. Wengine wako sijui wamefungiwa wapi saizi, walionwa hata walivyokuwa wagonjwa, lakini wao wanapenda kelele tu, na ukipea attention tu tayari wanapiga kelele kama yule mtoto mdogo. Na attention yao mojawapo saizi ndio hiyo, wanaenda mpaka bunge la Ulaya na kwingine. Sisi kwetu kumetulia, hao wanapenda kelele, tusiwasikilize, na mama endelee kukaa kimya. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Riziki Said Lulida. Tufuatie na Mheshimiwa Maida Hamad Abdalla.